tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Is the great physician, and that is the topic of our day. The great physician is our topic of the day. The great physician, watu wanashangaa hili jina ni la kimombo linaloongea kuhusu madaktari. Yesu ndiye mponyaji wa kweli, na leo tutaangalia katika maandiko kuhusu uponyaji. Usijali, we'll go slowly and I'll make sure that we all understand the word of God to all of us. Hallelujah. He is the great physician. Mark 2:17, Marko 2:17 binasema hivi, when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to the righteous, but sinners repentance. Yote hawahitaji tabibu, lakini wale walio na ugonjwa, walio na ukoma, walio na shida tofauti za mwili, walio na magonjwa kama yale tunayotajiwa nchini mwetu, those who are sick, they need a physician. Mwisho akamalizia kwa kusema, sikuingia ili niwaite wale watu ambao hawana dhambi. Na ndiposa tunapokusanyika kama kanisa, ni vizuri tuelewe ya kwamba hata kama dunia itatunyoshia kidole iseme wale walio kanisani ni wale watu walio waovu, tuambie ukweli wa mambo. Yes, you are right, because Jesus did not come for the righteous, he came for the sinners. Blessed be the name of the Lord. Na hapa ningetaka tuweke msingi wa siku ya leo. Bwana Yesu anasema na anajilinganisha yeye na tabibu. You know what? Because what he is doing is the work of a physician. Yeye ni tabibu wa kweli. John writes and says, for this reason the Son of God was manifested, that he may destroy the work of the wicked. In short, Yesu hakuletwa duniani sababu dunia kulikuwa kuzuri. Hallelujah. Aliingia sababu mambo yalikuwa yameharibika. Wacha nitie msingi vizuri siku ya leo, na naomba tuandamane na kusina yote atakayebaki nyuma. Sickness, and I'm talking of 5 types of sickness. I'll go to the details later on. Hapa ni msingi natia. Tunapoongea juu ya ugonjwa, watu huwa wanafikiria tu juu ya ugonjwa wa mwili, physical sickness. But Jesus is not only coming to heal physical sickness. Kuna psychological sickness na emotional sickness, nitaongea juu yake. Kunazo financial sicknesses ambazo nitaziguzia. Pia kuna spiritual sickness. Zimetajwa vizuri katika kitabu cha Yeremia na Ezekiel, nitaziguzia muda ukiruhusu. Na ndio naomba tuandamane pamoja kusiwe na mmoja atakayebaki nyuma. Lakini sisi huwa tumezoea sana ya kwamba magonjwa ambayo tunayajua, kansa, ukimwi, kifua kikuu, ukoma, hayo ndio magonjwa na yale yaliyotajika. We refer to those diseases as serious diseases. But you know what? Jesus is addressing a bigger problem. Let me take you back to history, to the beginning of the world. Mungu akaiumba dunia, akaiachilia tupo na dunia hapa na tuishi hapa duniani. When God created the world, he created a perfect world bila shida yoyote. God did not create a single disease. You know why I'm saying this with a lot of finality? Soma Genesis chapter 1. Ikimalizika utaona Mungu akimwambia mwanadamu, na kila mnyama na kila mmea ulioko duniani nimekupa uwe chakula kwako. God did not say we should not eat marijuana. Hakuwa na shida nayo. God had no problem with all manner of animals. Today we have some animals we consider them to be poisonous. Mungu akiziumba hazikuwa na shida yoyote. Someone is asking, are you serious? You want to tell me you can eat a whale? Yes. You want to tell me you can eat a chameleon? Nijua.
Ungetembea na mimi nikienda Rwanda ungeona nilikula mpaka frog. Na South Africa nitafunda. Mnajua kigunyambara? I don't know whether some of you know that thing. Kigunyambara is another small animal that walks on the ground. Inakuwa na manyoya. Hiyo kaangwa vizuri, nilikuwa natafuta nasikia kama ni ile arrowroot ya kwetu Murang'a. Kanatokea vizuri sana. God created all manner of plants and animals to be eaten. Shida imekuwa hapa. When man failed, akatenda dhambi, akaanguka, wanyama wakakuwa wako na kisirani na mwanadamu. There are animals which can kill in the past, and this will be also in the end. Nitaonyesha kwa Isaia vile ilivyokuwa katika mwanzo ndivyo itakuwa in the millennium. We will be dwelling with the lions bila shida. Na isifikiria wewe ni kaprotein, haitakuwa na shida. For now the animal sees you, inaona hapa kuna kanyama kaburi. But in those seasons when God will restore the kingdom the way it was from the beginning, there will be nothing like sickness. Wengine wenu wataenda kuishi kwa ziwa na kwingine na wewe mnakaa 3 years, mnakuja baada na kuuliza ulikuwa wapi, naambia Maina ananiambia nilikuwa nazungumza na whale kiasi for 2 hours. Why? You not be killed by the oceans. That is the end. Shida iko hapa. When we fell, when Adam sinned, God prepared nature to fight against man. When he said to the woman, and the seed of the serpent will kill you or be an enemy to your seed. Alikuwa anamaanisha nyoka kuanzia hiyo siku, nyoka ambao walikuwa naishi vizuri wanaongea na yeye, kuanzia hiyo siku nyoka atakuwa adui wako, na nyoka ndani yake kutakuwa na poison. Huko anaijua hapo beleni, now that you are fallen, nyoka kuanzia siku ya leo ni adui wako. That is the origin of sicknesses and diseases. The origin of sicknesses and diseases zilitokana na mwanadamu kuanguka katika dhambi. Ndiposa Yesu alipokuwa anaongea kitabu cha Luka 5 mstari wa 23, Luke chapter 5 verse 23, you can write down. Alipo kulikuwa na siku kama ya leo, pengine tumekusanyika hapa, Yesu akasikia msukazuko, maji kumejaa ibada, watu wamejaa mpaka mlango, kila mahali hakuna mahali pa kuingilia. Vijana wanne wakabomoa tiles kule juu, wakashusha jamaa alikuwa na alikuwa kiwete, wakamteremsha, he was paralytic down. And then Yesu akamnenea akasema, na huyu jamaa amesamehewa dhambi zake. Wafarisayo wakasema, unaongea nini wewe? Do you have power to forgive sin? Akawauliza, which is more powerful, to tell a person your sins have been forgiven or to tell them rise up and walk? In short, Yesu anasema huu ukoma na hii shida yake au ulemavu wake, if you address the sin, this issue will disappear. Hallelujah. Ukisema huyu jamaa amesamehewa, na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo, as long as you have a relationship with God, then haya mamlaka mengine ambayo magonjwa yako nayo kutuhusu hayatakuwa nayo. Hallelujah. If you address the problem of sin, and I'll if I tell this man your sins are forgiven, and also tell him, or alternatively tell him, take up your kifali. You know what kifali is? You go whatever kila wanalianga tumetengeneza, I know you have that idea. And you tell him, please pick up and go. Which of the two is more powerful? Yesu akawaambia, nyinyi ni watu wa imani, anawaambia nyinyi ni watu wa imani ndogo, na nikiwaambia nikiambia mtu jamaa ameponwa mtaelewa hiyo, basi wacha nimwambie take up your whatever and walk. Ili hali Yesu alikuwa anataka kutuonyesha kwamba shida ya huyu jamaa ni dhambi. If this man's sins are forgiven, then this man can walk free. Hallelujah. Acha natia msingi, kuna mambo fulani nataka niyasome hapa. Isaiah chapter 33 verse 24 inasema hivi, the people who dwell in it will be forgiven their iniquities. Na pia unaweza soma 35 mstari wa 5 mpaka 6. Msijali, anaguzia maandiko kuonyesha ishara za vitu fulani ambazo vitafanyika. When Christ was speaking about, when Isaiah was prophesying about healing, aliguzia mambo ambayo yatafanyika wakati wa the millennium. Millennium ni wakati ambao dunia itakuwa Kristo atakuwa amenyakuliwa, and then there will be the 7 years of tribulation. Hiyo tulisoma wakati wa mkesha tukiruka mwaka. And then after tribulation, Jesus will come down to establish the kingdom of God for 1,000 years is what we call the millennium. During that 1,000 years,
Hapa ndio Isaiah anatabiri, na siku ya leo huwa nasikia watu wakikiri haya maandiko na wajiuliza, mumeenda sana. If you are only willing enough, you study the scriptures in its context. Haya maandiko ni ya siku za millennium, ambapo Isaiah anatabiri, anasema wanadamu watakuwa wakikana wanyama bila shida. Na kati ya yale mambo alitaja, anaguzia, anasema watu watakaoingia katika millennium watakuwa wakisema, and there is no sick among us. Hakuna yeyote mgonjwa, kwa maana dhambi itakuwa imechukuliwa na itakuwa na mamlaka tena kumhusu mwanadamu, na mwanadamu atakuwa akitembea huru kutokana na magonjwa. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Wacha nisiguzie Deuteronomy. Deuteronomy pia Mungu alikuwa amewaahidi wana Israeli, akawaambia mkifika kule mahali nimewaahidi Canaan, na muishi bila kutenda dhambi, if you obey my commandment, akawaambia these sicknesses which are from Egypt will not be among you. Kuashiria kwamba if sin is dealt with, people can easily live a sickness-free life. Hallelujah. Imani ni haba leo, lakini sawa, nitajikakamua, nitajitia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Now the question is, wacha niwatajie la mwisho. Yesu akatabiriwa in the book of Matthew chapter 8 verse 17, na pia Isaiah 53 verse 4 to 5. Yesu akatabiriwa ya kwamba ni yeye atakayeingia duniani kuleta uponyaji. Hallelujah. And there's a verse I'll be quoting later, which was quoted by Jesus himself in the book of John. Akasema Roho wa Mungu yuko juu yangu, na akatupatia sababu ya Roho wa Mungu kuwa juu yake ili alete uponyaji. And we'll address that in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Mungu hakuumba dunia na magonjwa. Magonjwa yaliingia duniani wakati mwanadamu alianguka. Hallelujah. You know why? Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu aishi milele. Man was to live forever. So how come God had created sickness? If that was true, then it means man would have been killed by sickness against the will of God, which is impossible. Blessed be the name of the Lord. Mwanadamu hakuwa anaubwa aishi siku chache, aliubwa aishi siku zote. And that is true also if you look at it spiritually. Sababu hakuna mtu yote atakayeangamia akuwe jivu. Mwili ndio tu itaangamia. The soul of a man will live eternally. The question is where? Some in heaven, some in hell, but eternally. No man. Kuna jina tunatumianga inaitwa exhilaration. Kuna watu wa dini fulani wanaamini ya kwamba mwanadamu akifa anakuwa jivu. Kile kinakuwa jivu ni hii mwili. Paul says to be absent from the body means to be present with the Lord. But just know the truth. There is nothing like exhilaration. Na tunachomeka unakuwa jivu. That is the body. But if you know the truth, the body is not the real you. The real you is the soul of you and the spirit of you. The spiritual man. That is the real you. Na mwili ukiondoka, Mungu atabakisha mtu mwingine. Ndio akasema the soul that sinned will surely die, not the body. Yesu akasema msiogope yote ambaye anaweza kuua huu mwili na ashinde kufanyia roho chochote. But fear him who can destroy not only this physical body, but can also take your soul and throw it to eternal damnation. Muogope huyo, na ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisizidi, I'm digressing, which is not the real thing. So swali ni je, juu dunia imekuwa katika dhambi na watu wanangojeka, has God provided solutions for sicknesses? The answer is yes. Wacha nikupitia kwa maandiko through historia. I give you these 3 solutions which God has given to the world as a source of healing. The one which I'm talking about more right now is about the physical healing ya mwili, lakini nitaingilia hizi zingine baadaye kidogo in a moment. Kitabu cha Numbers chapter 21 verse 9, sitasoma lakini najua unaweza andika uuzie baadaye. Numbers chapter 21 verse 9. Siku moja Wanaisraeli wakiwa katika jangwa wanaelekea mahali Mungu anawapeleka Canaan, wakatokewa na magonjwa. Kwa nini? Kulitokea serpents, zile tu Mungu alizosema juu yake in the book of Genesis chapter 3. Kukatokea serpents zikaanza kuuma Wanaisraeli, wakiumwa wote wanagojeka. Mungu akauliza Musa akauliza Mungu, ni tuwape suluhu gani? Mungu akamwambia prepare a bronze serpent, nyoka ya shaba. A bronze serpent, iinue mahali juu. Yeyote atakayeumwa na nyoka zingine atazame hii nyoka atapona. Sikiza hapa. Let me maybe try and bring it more practical.
Si mnaona ile ishara ambayo inatumika na madaktari siku hizi? Si know that sign? They have a cross and then a cross kamechorwa nyoka. Even in most hospitals kinakawanga na hiyo. Even you go to most ambulances zinakuwa na hiyo sign. Watu wengine wanasemanga hii ni pepo, hapa siwezi ingia, huko ni kwa shetani. The root of it is the bronze serpent. Watu ambao hawapendi nyoka hapo wanasema ninawaingilia. Wacha nikwambie, nyoka haina shida. Unajua watu wanasema nyoka ni pepo ilitukana na Mungu sijui nini. If you read the book of Isaiah chapter 6, just to hint to you, Isaiah chapter 6. Isaiah anasema, on the year of the Lord, when King Uzziah died, I saw the Lord. Anaanza kujitambulisha. And I saw seraphims, 6 of them with 6 wings. Jina seraphim Kiebrania ni jina la kinyoka. So the animals he saw are nyokaish. Hallelujah. Wale wanaoogopa nao ni wanyama lakini wako na mabawa 6. With 6 of them wanaimba kadosh kadosh kadosh, holy 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 is the Lord. Ni wanyama wa aina ya nyoka. Mungu hapo na shida na nyoka. The Bible says in the book of Genesis 3, the serpent then was the most subtle. Yani ilikuwa na udhaifu mwingi sana, ndio shetani akaingia akaitumia. Si kumaanisha nyoka ni shetani. Hapo injili ya ingi. Wacha nikate hapo. Nikupeleke Yohana John 3. Before you come to verse 16, kuna kuanga na verse 14 and 15. John chapter 3. Biblia inasema hivi: kwa maana kama vile Musa alivyoinua nyoka pale jangwani, vivyo hivyo ndivyo Yesu alivyoinuliwa. Kumaanisha ile ishara ya nyoka pale jangwani ilikuwa ishara ya Yesu. Hallelujah. Watu wananiambia pastor, umeita Yesu nyoka. Sina shida sana, but it depends on your interpretation. The Bible is saying the same way the serpent was lifted in the wilderness is the same way Jesus is lifted. What is this saying to us? Mungu akatafuta njia ya wanadamu kuponywa hizo siku. Hizo siku aliwatolea nyoka. Vivyo hivyo ndivyo nasi ametutolea Yesu awe suluhu za magonjwa. Hallelujah. I expect to hear an amen. Ya kwamba kuna uwezekano madaktari washinde na magonjwa fulani, wengine wasema hatuzioni ziko wapi, lakini kuna uwezekano mkubwa sana huo ugonjwa ukipelekewa Yesu aseme mimi ni tabibu wa kweli. I'm the great physician and I'll heal you. Blessed be the name of the Lord. Wacha nisonge. Ya pili, naomba 3 tu peke yake. Ya pili, kitabu cha Genesis chapter 37 verse 25. Andika tu, utaenda kujisomea. Biblia inasema ya kwamba walipomchukia ndugu yake Ruben, walipomwona akikuja kuwaletea chakula, ndugu yake Ruben akasema hapana, tumrushe kwa shimo. Na walipokuwa wanamrusha kwa shimo, wakaona watu wanapita njia. They are called the Ishmaelites. Do you know who the Ishmaelites are? Ni watoto wa Ishmael. Who is Ishmael? Tumemtaja hapa juzi. Ni mtoto wa Abraham na mjakazi wake, the Egyptian. Hallelujah. So watoto wake hawa Ishmaelites hawakuwa wanaishi na watu wa Israel, watoto wa Isaac wote walikuwa wanaishi kando. So they saw them coming from Gilead, a place called Gilead, wakielekea mahali panaitwa Egypt. Na walikuwa wamebeba vitu fulani. Biblia inasema, inaanza kuzitaja moja baada ya zingine. And one of the things they were carrying is called the balm of Gilead. Hallelujah. This balm of Gilead unaweza isoma tena kitabu cha Jeremiah chapter 8 verse 22. Wacha nikusomee venye kinasema. Inasema hivi: is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? Je, bona hakuna hayo? Nita balm kama mafuta. Tunajipaka mafuta. It's something which is semi-liquid. Sio liquid, imeshikana kidogo kama kidogo kuliko uji. Balm unaelewa? Nikisema jina balm unazielewa. Kuna mtu anabaki nje kama Vaseline ni balm. Kwa mfano, Vaseline balm, mafuta kama hiyo ni gumu kiasi lakini kitu unaweza jipaka. Biblia inasema hivi: Mungu alikuwa amepeana kamuti fulani. Kalikuwa kanapatikana mahali panaitwa Gilead. Hako kamuti ukikatumia kanakupatia uponyaji. Siku ya kwanza kutajwa katika Biblia ilikuwa ile siku Yusufu aliuzwa. Ndugu zake walipomuuza walilipwa na nini? Balm of Gilead. Hallelujah.
Jeremiah anakuja anauliza, mbona watu wanalia kulia wakisema mimi ni mgonjwa, mimi ni mgonjwa? Mbona hawajaona huu mti unaitwa the balm of Gilead? Meaning naturally there are things God have given us to this world which are supposed to be a source of healing. Hallelujah. Na watu wasema hapa nafanyia watu wa mitishamba campaign. Sina haja ya kufanyia watu mitishamba campaign, but it is true. There are some plant components which are created by God to be a source of healing to mankind. Hallelujah. Hizi madawa nyingi ambazo tunazikunywa na kula zote zimetokana kwa miti. It's chemical components kutoka hapo wanachanganya na hizi. Meaning God has given us natural elements that can cause us healing. Hallelujah. Ya tatu, we call that the balm of Gilead. Na ilijulikana. Anytime and you know what? In the book of Jeremiah, Jesus is known as the balm of Gilead. Anapotambulishwa na kwetu tunamjua kama the balm of Gilead. Kumaanisha Yesu anakuja kusimamia sehemu iliyokuwa inasimamiwa na hata mitishamba na vitu zingine. Meaning he can heal beyond what the plants and other things that we have available to us can do. He can provide us healing. Acha niwape ya mwisho. Kitabu cha Yohana, John chapter 5 verse 2 to 4. John chapter 5 verse 2 to 4. Biblia inasema hivi. Now there was in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time in the pool and stirred up water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na maji ya aina yake, sio ya kawaida. Na haya maji hayakuwa na mponyaji, maji yenyewe. The water was not healing. The water itself was not healing. They needed an intervention of an angel. Ilihitajika malaika ashuke kutoka juu mbinguni ayakoroge maji. Watu ambao wameketi wamezunguka hiyo pool wakiwa wengi, wakiona maji imekoroga, yule atakayekuwa kwanza kuingiza mguu ndani au kuingia ndani, yeye anapona. Meaning God had provided an alternative through which people can be healed without visiting a doctor. But then ask yourself, why is God providing all these alternatives? Acha niwape historia kidogo. Madawa hazikugunduliwa mpaka mwaka wa 1600, 1600, 1700, in between. Hapo ndio madawa ziligunduliwa. The first vaccine iligunduliwa 1800s. Hapo mbeleni hakukuwa na kitu kama madawa. And that is the reason in the AD, kama miaka 300 baada ya Yesu kuchukuliwa, kulikuwa na ugonjwa, watu wanasema ilikuwa chicken pox. Ilifagia a third of the world. Why? It is contagious. Nikikuguza na kuchapa upere. Sijui ungapo unajua chicken pox? Mimi sijui tofauti ya chicken pox na small pox. Lakini one of those ni ukiguzwa unaambukizwa. And a third of the world was wiped yote because of those sicknesses. Ndio Mungu akatoa njia zake za kuponya watu. Ndio unaona kitabu cha Leviticus kinasema mtu yote akipatikana na ugonjwa kama leprosy, because it was so contagious, as a way of containing it, ulikuwa unahitajika kutupwe nje ya estate. Unakaa kule kichaka kivyako. Mpaka siku moja kuhani akuja kupeleleza, mwambie inua mikono, viduka, angalia kichwa, angalia shingo, sawa, so umepona, rudi. And the sign was mwili uishe, hizo vitu za white. Ikiisha wanasema huyu amepona, sasa rudi kwa watu. Why? If you remained among the people, it will wipe the entire group. Ndio Mungu akazuia watu wafanye vile. And I also believe this is the reason why he told people not to eat things like pork. Pork is one of the animals which is known to be the dirtiest animal. Na mwilini mwake haswa kwa gozi inakuanga imebeba wadudu na aina zote. Ask any physician or a doctor, they will tell you. That's the reason why God was telling them not to eat those things. Ili hali siku hizi tunasema hizo ni mambo za kiroho. Ukosa wa kukula pork, wewe pepo sijui mpaka tunaweka bones kwa milango. Tulido na pork bwana. Yaani
Poke ndio inakuzuia pepo ziingie. Ndugu yangu bana, inuka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisiende huko sababu hiyo sio mjumbe wa siku leo. So the thing is, God had instituted methods through which he was to heal people. And one of them hapa tumeona ni malaika anashuka kwa pod. Do you know even today, people who have spiritual encounters of healing, they are administered by angels. I am a witness of people who did not have some organs in their body. And angels of God were sent on a mission by God himself. Anaambiwa kitu fulani kimekosekana kwa huyu mpe. Nikitoka kijiji nikuje Nairobi, ile sifa nilikuwa nimeisikia ni jamaa hapo na meno, akapata meno mpya. Ilitengeneza wapi? Acha nikwambie, Mungu anakuwa na factory. Hallelujah. He has all these things. Ili watu wanasema moyo wangu umeumia. If you ask God, he can give an angel an assignment, akupatie moyo mpya, figo mpya. Hallelujah. He is able. Shida sasa ni imani. Watu waamini, wamezoea madawa, akienda dialysis mara 2 mara 3 anaambiwa ako hivi, anasema sasa mimi maisha yangu kuisha. Jamaa juzi nimesikia kwa news, diagnosed with cancer, hakugojea hata imkulia ifanye nini, alijinyonga. That hopelessness is what God is calling sickness, and we need to address it today in Jesus' name. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. God can give his angels assignment. Watu ambao walikuwa vipara, Mungu anarudisha nywele, nacha inarudi yenyewe bila kwenda hizo vitu zinaitwa sijui skin plant na vingine. Bila hizo, by the message today, God will create faith in you. Mwanze kuamini Mungu kwa vitu ambazo kwa umeziamini. I always give the example of my own sister. She knows bread to her adulthood. Siku moja nikakasirika, ile hasira ya kiroho. Nikasema no way, in our family this thing will not continue. Nikamwambia Joe, nipe nafasi nikuombee, tuamini hii kutoa damu ifike mwisho. And we dealt with it. Today, married, happy with 2 children, living on with her life, doing her business. None was bleeding. No doctor involved. Ili hali kienda kwingine, si mimi mwenyewe nimeenda hospitali hapa MP-SHA. Nilikuwa naishi hapa Safari Park. Nikaenda MP-SHA nikamwambia kuna vitu zilikuwa zinatokea kwa pua yangu. Na ngorota inashikana ya chini. Unanielewa? Huku. Nikaenda kwa daktari, akaniweka vitu kwa mapua, nini nasikia vitu strange. Akanianza kuniambia vile nahitaji operation. I left that room with a lot of faith that whatever he is saying I should do, I will do any one of them and I will be okay. I never went to any hospital. I just told God, I'm okay. I will not even pray. I'm okay. Paka leo sina hata chochote. Bwana Yesu asifiwe. Shida inakuwa imani ndani yetu. When someone mentions this, unasikia, oh, we have heard stories of people who had HIV healed. If you don't know, I've heard of people who had no womb given a brand new one. Womb. Na sema ilipotea naturally, alienda kwa daktari akaambiwa ile ugonjwa uko nayo inahitaji kutoa hii kitu. Wakakata. No akatona akaandikiwa na daktari, have you said you have agreed to this? Aka-agree. Years later, God gives the same woman a brand new womb na anapata mtoto. Hallelujah. Kama huamini ni sawa tu. Tulikuwa na watu kama hao katika kikundi cha Yesu. Mimi ni nani because wa kadha. Hallelujah. Kama Yesu alifuata na watu kama Thomas na hakuamini, mimi ni nani? Jamaa hapa wa Nairobi, mimi ni nani? God can do these things. How do they happen? Through the intervention of angels. Blessed be the name of the Lord. God sends angels on assignment. Kuna dada moja alitandika chini siku moja. Hakujua ile baada anatandika nayo chini ndio amekuwa na growth siku nyingi. Alisikia kitu imepasuka pa. Akinuka, there was nothing, no pain, no mark, no sign. Gone. Ili hadi kuna watu wanasema hapana hii ugonjwa kama ni yako ni sawa baki na. But if you want it dealt with, present it to the great physician. He will deal with it. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ya kufungiwa vitu nyingi. Juzi nilikuwa hapa endelea na mjengo hii wiki. So ukapita dada hapa. Nilikuwa na kibuyu changu cha chai, nilikuwa nimekunywa chai kaisha. So anapita kitu saa 5 hivi anaangalia mafundi na anauzia chai na nini. Kuuliza pastor nikuuzie chai. Nikamwambia njoo ongeza kwa hii kibuyu ijae. Akakuja.
Kaniambia na hii yangu iko na sukari. Nikamwambia yangu mimi kawaida sikunyagi chai na sukari, but put it, sikuwa na shida yoyote, hakuna chochote nimeandikwa na daktari sikunywa. I'm not trying to condemn anyone who has doctor's instruction not to take anything. But Yesu asifiwe. Kama umeakula avocados tuachie. Wewe uko unaziangalia kwa picha, zingine unatumia kwa WhatsApp na tuangalie zile za hash na tuambia kuna nini kama hizi. But sisi tumeruhusiwa na Mungu kula chochote isipokuwa tu chuma. Haleluya. Haleluya. Na sikukosoi na sikwambii wewe ni mdhaifu. Hapana. I've ever had that gospel being preached that watu wanaambiwa nyinyi wadhaifu sana ndio mnapungiwa vitu kama hizi. Hapana. But believe it is the portion of a believer. Once the sin has been dealt with, then it is the portion of a believer that they can experience anything. Hallelujah. Acha nisawapatia hadithi zangu nyingi, mtanijua sana na nyinyi hamnipatie zenu. Siku moja nitawapatia nafasi hapa, mtoe zenu alafu nami niendelee na zangu. Hallelujah. I once had a problem with anything acidic. Na ilikuwa shida ya kujitokea, ya kujiletea. Nafikiria sana mambo ya pesa. Na ni pesa mtu fulani alikuwa ananinyang'anya. Nikafikiria sana. Siku moja nikaenda kwa daktari akaniambia wewe ni mgonjwa na inaonekana kuna kitu fulani kinakusumbua. Hiyo siku ndio nilipiga marufuku kitu inaitwa kujisumbua. Hallelujah. Yaani naenda akani daktari ananiambia you have ulcers developing. Nikamuuliza nani? Akaniambia say goodbye to green grams. Unajua dengu? And they were my favorite. Hey. Nisema marufuku haiwezekani. Dengu niachane na dengu. Leo ukikuja kwangu kwa nyumba lazima kukuwe na stock ya dengu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema okay, acha niwaambie hadithi zangu ni nyingi, acha nisikate pale. But I hope you can deal with the issues. Bwana Yesu asifiwe. Let me move on. There are 4 types of healing that we want to talk about quickly. Ya kwanza ni physical healing, kuponywa kimwili. Na tunayo mifano katika Biblia, sitaingia sana katika haya. The first example we have of physical healing is in the book of Mark chapter 2 verse 1 to 12. Hiyo ambayo nilitaja kwamba kulikuwa na yule jamaa, the paralytic man. Yeye alikuwa amelema katika mwili, paralyzed, and God dealt with the paralytic man and healed him. Ya pili ni kitabu cha Luka 8 mstari wa 42 mpaka 48. Luke chapter 8 verse 42 to 48. Hii imeandikwa kwingine mara kadhaa. I don't have time to read all of them. But this story is about the woman who had an issue of blood for 12 years. Mama aliyetokwa na damu miaka 12. Akaguza pindo la nguo ya Yesu akapona. She touched just the cloak, the corner of his garment, and he was permanently healed. The bleeding stopped instantly. Siku za leo watu wanasema that bleeding also happens to so many people. Ni vile tu imewekwa siri. They call it hemorrhage. It's a common disease among us. I've had it even among the Pokot and some other tribes. Those women feel secluded. They don't want to associate with anyone in the society. If only they knew that even if the world does not provide a healing for you, there is one called the balm of Gilead. There is one who is called the great physician, and he can address that disease in Jesus' name. Hallelujah. Naomba imani yenu na imani yetu sisi zote iinuke. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini Mungu ya kwamba jambo fulani ambalo limetulemea siku nyingi linaweza ondoka. Mfano wa mwisho of physical healing is something called barrenness. Do you know the first miracle of healing in the Bible is a healing of barrenness? Genesis chapter 17, prophesied in chapter 17 verse 18 to 19. 17 verse 18 to 19, fulfilled in chapter 21 verse 1 to 7. The Bible says God healed Sarah's womb. Akamponya. The first healing recorded in the Bible ilikuwa healing ya barrenness. So God can heal a physical limitation called barrenness and cause someone to bear a child. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi sababu nataka imani yetu ijengeke kiasi ya kwamba we can believe God for anything.
Jesus said, if you have little faith, as small as that of a mustard seed, you can address this mountain, iambie Mount Kenya hama and the ocean, na ihame. Na akasema nyinyi mtafanya mambo makubwa kuliko mimi. Building on that, as a person I believe, we can do as Jesus did, we can even do much more. Blessed be the name of the Lord. And addressing sicknesses and diseases physically is one of them. Kanisa, naomba hili kanisa Trinity House tuwe watu ambao wanaamini Mungu anaweza tenda miujiza physical. Wacha ile tunasemanga ya kiroho, tuseme Mungu afukuze mapepo na unaamini imefanyika. Wacha tuseme hii inaonekana hadharani, macho peupe inaonekana. Blessed be the name of the Lord. Mimi nimeona. I wish I had time to give you like 5 or so examples. Ili tu imani yetu ijengeke ya kwamba God still performs miracles even in our days. Mungu akona uwezo. Hallelujah. Wacha niingie kategoria ya pili. Nasema hivi sababu ya muda. Kuna mambo na tamani kabisa ni yatimize. The second one is emotional healing. Emotional healing. Panitawasomea Isaiah chapter 61. Isaiah 61 verse 1 to 3. This is where John quotes. Isaiah 61 verse 1 to 3. Biblia inasema hivi. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me, mark this, to heal the broken-hearted. Broken-heartedness is a sign of emotional sickness. Pili, to proclaim liberty to the captives and the opening of prisons to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. This is another sign of emotional sickness. Mourning. I'm not talking of mourning ambayo inatokana na mazishi. Na mtu amefiwa kwa hivyo na mourn wiki moja, wiki mbili. I'm talking of something that is beyond that. Kama kuna mambo huwa unakumbuka unaanza kulia wewe mwenyewe, umejifungia kwa nyumba unaanza kutoa machozi, that is a sign of a sickness that needs to be addressed. It's an emotional sickness that needs to be addressed. Bwana Yesu asifiwe. Nitawapa mifano zaidi. And then verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Spirit of heaviness. Roho ya uzito. Hii roho is another sign of spiritual sickness. Sorry, not spiritual sickness, of emotional sickness. Uzito. Nasikia watu kisema nilijaribu kuinua mkono au mguu niombe, nasikia mwili wangu ni mzito. Hii wiki yote sijui nini kinafanyika kwangu kwa nyumba, I feel some heaviness. This has to be addressed. Hallelujah. Wacha niwatajie what emotional sickness is. Kama ushawahi kataliwa, you know what I'm talking about. Ukikataliwa kawaida, the immediate response ni kwanza kujidunisha. You start looking at unworthiness, your own unworthiness. Unaangalia, yani kwa nini alinichukia? I'm not talking to people who know what to be rejected is. Kama ushaikataliwa, that thing mpaka leo nilitaja mahali jana. Naweka mkono hivi kwa mtu nikusalimie, naona mtu ameweka mkono hivi. Wow. Baadaye ndio nilijua ni nini. Shida yangu ilikuwa rangi. Ama black au ni wazungu. Wow. Hilo jambo ni chungu sana. Ni chungu sana. And it causes emotional sickness. If you're not careful and you allow it to go past some time, tutahitaji kufanyia therapy. Hallelujah. Much of the things you hear, they are taken to the psychiatrists and counselors. Zinakuanga emotional sicknesses. Mtu alishindwa. Kwa mfano kuna wale wanakataliwa, kwa mfano ni kijana amekataa msichana anashindwa kuinuka tena. Have you heard of people who have locked themselves in houses, analia mfululizo, uncontrollable, you try to comfort you, mpaka that is an emotional sickness. I hope I'm not talking about someone here, but even if it is you, God will heal you today in Jesus' name. Emotional sickness is when something happens today, but 10 years down the line, inakuletea msisimuko. Unaikumbuka, you feel like you are freezing. And then all of a sudden, your emotions change.
Emotional sickness are not limited to only the negative things. Kuna watu hawana control ya excitement. Unajua? Akicheka au akifurahia, they can do anything. I'm addressing one of such cases. I'll not tell you who the person is and what it is about. It's not here. Someone, kwa mfano akipata promotion ya kazi, they get uncontrollable. Kama ni kunywa atakunywa mfululizo. Akiondoka hapa, I had a friend of mine like this. Pesa ilikuwa inaingia mwisho wa mwezi. Yaani excitement ya pesa kuingia kwa bank account. Anashindwa kutulia na roho, kutulia. Yaani pesa ziko pesa. Jamani, he spends the entire weekend in Zanzibar. He comes back on Monday in the kabari. Amechapwa na maisha hivi na uliza pesa za mandono. Bwana Yesu asifiwe. This is a sickness. Kama mko na watu kama hawa kwenu, vizuri you address this issue. Otherwise, they'll cause you so much financial loss because they behave with money depending with their emotions. Tunasikia kuna watu wale akienda akiwa na pesa, hakuwa na breaks. Anaona mtu fulani anahitaji hapa huyu. Mwisho ana realize pesa ya kula hatuna. I know that man, one man. Let me just give you an example. He was a businessman. He would strike a deal and he would get a lot of money, serious money. And his immediate reaction ni kupanda cheo papo hapo kulingana hizo pesa zimeingia. Watoto wanatolewa, let me give you example of the places he was living. Anatoka Mountain View kule pande ya Kangemi. Anawatoa the following weekend wako Runda, nyumba imekodishwa 230,000. Kai hapo. Nyumba watoto wanapelekwa shule za juju. Siongei mambo ya story, naongea juu ya mtu yuko mpaka leo. Pesa inaenda chini, biashara inakwisha. Anatoa watoto kwa high end schools. Mpaka watoto wenzao wanauliza kwani your dad? Kuna vile. Mwisho pesa ikiisha, that person anaenda up Kibera. As we were speaking the last time, alikuwa Kibera. Imagine in 2 months umetoka Kagemi, Runda, uko Kibera. These people are sick emotionally and they need to be addressed. Hallelujah. I hope I'm not speaking to some of you. Vile unashida kwa kukosa kuguza kako kaguo, saa zile pesa iko kwa mfuko. Mzee anakwambia hapana hiyo utaji. Hapana, this is what I've been looking for all along. Unamwaga pesa yako hapa. Vilikuwa mshahara inanunua one dress. I'm not talking only about our ladies here. Even men, there are some, when they see gadgets, men and gadgets. Kuna jamaa mahali nilikuwa jana nikasikia pepo. Niko na lighting inatoa zile rangi zenye unataka. Iko na sound inakupatia music yenye unataka kwa nyumba. The same iko na controls juu nini. Jamaa akasema staki. Niko na za kutosha. Hallelujah. But there's a man anapambwa anaelezewa the way that thing will operate. Anasikia this is all I've been looking for all these years. Anasema nipatie hiyo. Those imbalances huwa zinaashiria some emotional problems which needs to be addressed. Look at most people who are brought up by extreme cases of single mothers. I'm not talking of the natural single mothers who is living among us the society. Mwenye haku alionyeshwa wanaume ni wanyama na usikaribia mwanamume yote hata akienda kwa handi kwa nafukuzwa. That person or that boy eventually grows up to become another person. They have no feelings. Hallelujah. Siniwaambia kwa tunatembea kwa jera. Hizi zimetuzunguka. Nimekuwa kama nitembea industry nenda mpaka huko juu. I can tell you one clear characteristics ya wale watu wengi wako kwa jera. And those people who are brought up in very funny marriages. Hakufunzwa kuambiwa no. So alifunzwa na akalewa siku zote kile chochote anaitisha napata. Akaenda katika dunia akifikiria iko to the same. Anaambia policeman stop. Anasema wewe ni nani? Anafyeka kufyeka. The next thing anajisikia kwa jela. Ndio analia rais akiwa kwa jela. Kumbe asiyefunzwa na mamake, wanafunzwa na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Emotional things. And don't, even my kids by the way, I've taught them. Ukianza kulialia, don't play with mind games with me through tears. Sinaelewa. Hapa nimeshika wengi. Na watu wengi wanasemanga ili nionyeshe Mungu nahitaji. Ile siri nitatumia ni machozi. At times, talk to the
the father like your own dad. Unawaambia sasa nalia, nani amekuchuna, nani amefanya simama, acha kulia, sema dhahiri unataka nini. Sio do you go to a father like that? Blessed be the name of the Lord. In so doing, if you are used to that, kama mzazi, huyo mtoto amekujulia fungo yako ni moja. Nikikuonyesha machozi, lazima utoe kichele nataka. Mnaingia kwa sura yake. Kaboy kanajiangusha chini. Habia dadi, lazima ununue kitu fulani. Ndugu umepanga katika bajeti yako kununua bicycle. Unajaribu kutafuta pesa hapo, unaanza kuitisha watu mikopo. Na zingine za kuomba kwa M-Pesa, kwa Safaricom. Unanunua bicycle na huko umepanga. Kwa nini? Unasema kijana atakufa, sasa atakufa tukimuona hapa tu, badala ya kupe achukue baiskeli. No, teach them the same lesson your heavenly Father has taught you. Blessed be the name of the Lord. So the broken-hearted, those who are mourning, those who have a heavy heart, the Lord can deal with those emotional sicknesses in Jesus' name. Ya tatu, the healing of the land. Nchi inahitaji kuponywa. Na nikisema hii najua hii sio gumu sana kuelewa. Most of us understand that our nation needs some healing. The things we are seeing are not normal. Let me give you an example from the Bible. You can read this from 2 Chronicles chapter 7 verse 14, a very famous verse. We all say that if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and repent and seek my face, I shall hear from heaven. I'll forgive their sins and I will heal their land. That's a promise. Mungu ataponya nchi. So nchi pia huwa inahitaji nini? Kuponywa. Let me give you an example. Another example in the book of Exodus. Exodus chapter 15 from verse 23. The Bible says this. Now when they came to Marah, they could not drink the water of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people complained against Moses, saying, what shall we drink? So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. Again, uponyaji unatoka kwa mti. Mseme natetea watu wa miti shamba. Uponyaji hapa ilitoka kwa nini? Kwa mti. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandment and keep his statutes, I will put none of these diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Mimi ni Jehovah Rapha. If you read in the Hebrew language, inasema huwa inamuita Jehovah or Adonai El, Jehovah Raphael, the Lord who heals us, the great physician in the original English translation. I am the Lord who heals you. Mungu anaponya nchi. Hii siku aliponya maji. Maji inangojeka na kaiponya. That is Marah. We need a spiritual intervention. Hallelujah. Maji ni machungu. When you stay in a country, kesho huyu anazikwa, mwingine anazikwa huko. We have the menace of drugs in this nation. We have the menace of corruption. Pesa zinachukuliwa mpaka ni kama bilioni imekuwa milioni. Nyinyi mnafikiria kama mimi? Bilioni zinachukuliwa mpaka tunajiuliza, mtu mmoja anaweza tafuna kimwale mmoja. Kama kwenu kuna kimwale, kwetu kuna kimwale. Mtu mmoja anatafuna moja. Mpaka jamaa akasema, you can either show us the money or the dam. We have no problem. You have no problem with you. Give us one of them. But Yesu asifiwe. Money is sinking, and every other day, some people want us to feel like it is okay. It is not okay. Blessed be the name of the Lord. Your pastor is not a politician, but I will behave like Jesus. One day he calls someone a fox. Hallelujah. With the authority of the word of God, for a good reason. When the authorities and those in governance misbehave, as a church, we have a voice to tell them this is not okay. This is wrong. I pray that the church in Kenya will rise up and heal our land in Jesus' name. Amen. And today, if you are here with us, we must all make that prayer of the healing of our land. Lazima, inchi iponywe.
Sisi zote tufaidike. Hallelujah. No one is meant to be a beggar in this nation. If all the resources were administered the right way, I tell you the truth, the money we have is enough for everyone. I'm not a politician, but I know I'm a mathematician. I can tell you the money we have is enough for everyone, eating and drinking. But today we have some people sleeping under the culverts, na wengine wao wanaishi manyumba za juu na pesa za watu. It is not okay. Our land must be healed in Jesus' name. Amen. The last one, Ezekiel chapter 34. Wagonjwa hawakutia nguvu wala hawakuwaponya wenye maradhi, wala hawakuwafunga waliofujika, wala hawakuwarudisha waliofukuzwa, wala hawakuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali umetawala. Ukisoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, utaona Mungu ananena juu ya shepherds, wachungaji, ya kwamba niliwapa kazi ya uchungaji, lakini mnajitajirisha nyinyi wenyewe. Anasema you fatten yourself. Shepherds, instead of taking care of the weak and those who are wounded and those who are lame and others who are in need of comfort, mlijitajirisha nyinyi wenyewe. That is the characteristic. Then verse 16 and 21. Nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliofujika, nitawatia nguvu wagonjwa, nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu. Tutawanisha hukumu. Kwa kuwa umesukumwa kwa ubavu na kwa mabega na kuwapiga wenye maradhi kwa pembe zenu, hata ukawatawanyia bali. Amen. The Lord is speaking about shepherds. Shepherds who have no heart to heal. Not Mungu akiongea juu ya shepherd in the Old Testament is the equivalent of pastors, apostles, teachers, evangelists, all this category of people who are called to do ministry. They are the equivalent of these people in the Old Testament. Anasema walipopewa kazi waliachilia, badala ya kuangalia wale waliodhoofika, they dealt with them harshly. Church of God, do you know how much believers are suffering today because of bad pastors? Do you know how much? You may not know, because maybe by the grace of God you are under a good pastor, not necessarily here where you may have come from. But hear this: we have pastors whose aim, as the Bible is saying, is to fatten themselves. Wanaone kwanza, anaona kisha baadaye anakalia kondoo ambazo zimeumia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikiingia hii laini naweza enda masaa mawili. But it pains me that in our age and generation we have pastors who have chosen to fatten themselves instead of taking care of the sheep. Hallelujah. The sheep, the Bible is saying, they are wounded. But they are pata mtu wa kupaka dawa, kufunga, kuosha. Kondoo anaenda kwa mtu. Unajua, acha nisiongee kwa mafumbo hapa. Dada anaenda kwa mtu anasema, "Oh, yeye nimeachwa, sijui nini." Jamaa anamwambia, "Karibu kwangu, kuja last mkutano tuombe kwangu kwa nyumba." Badala ya kumuombea, he ends up sleeping with them. Alienda akitafuta kuponywa akiwa na kidoda, badala ya kidoda kiponywe, anaenda kuwa chakula cha yule mtu. The man is fattening himself. I had a very sad story yesterday of someone who had a psychiatric issue, akaenda kutafuta help, mwishowe anaondoka na mimba. Sad. These are spiritual sicknesses. And I hope you know we have millions of them in Kenya. We need to donate some to some other countries like Somalia. We have, and I said here some months back, we don't have a shortage of preachers in Kenya. We have a shortage of genuine men and women of God. Tumejaa wakora. Na naongea hivyo nikiwa mchungaji mmoja wao, and may the Lord forgive us those who are on this side. Tumejaa wengi wakora, whose, as the Bible says, whose mind and whose God is their belly. Na kutazama hivi, naangalia mama ameingia hapa na kagari Kenya amepaka pale hivi, natangaza project ambayo haikuwa.
Unajua huyu anaweza toka kitu. Huyu na vile. Blessed be the name of the Lord. Shepherds who have made people sick. Walikuja wakiwa wagonjwa, wanatarajia waponywe, wanaondoka wakiwa na magonjwa zaidi. Blessed be the name of the Lord. I pray that the Lord will redeem us from this snare in Jesus' name. And may those shepherds who have taken this path hear God wherever they are and they change. Because theirs is judgment. Mungu atawahukumu. Mungu hawezi kuruhusu ukuwe unachunga mioyo ya watu ili hali wewe unaangalia pande ya kifedha na pande ya unono. Have you heard of stories? By the way, I said this, and God protect me from this in Jesus' name. If I ever break my marriage, I better stop preaching. Unanielewa? Mimi nimesikia hadithi za watu wanakuja hapa kanisani, mchungaji wamekosana juu chini na mkewe. They come here for a show. Wakitoka hapa, huyu anaenda kulala sijui Kawagware, huyu mwingine anaenda Githurai. But juu anataka watu waone hapa wameoana, and for the sake of maintaining the church, wanabaki katika kiti moja. Mpaka ikafika mwisho mahali hawakusikizana tena. The end result, mchungaji anawaambia kuanzia leo, I want to introduce the new first lady. Come on! Kuanzia leo, nitakuwa nikiwaletea mwingine hapa. Na natakazwa. Na from the following Sunday ndiye anaongoza ibada. Nikiwa wapi? I will walk with my feet. Na naomba kanisa mkisikia watu kama hao mtembee. Hallelujah. Walk. Why are we demeaning the authority of the office of a man of God? Tunaichukulia haya ati yule mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi zingine zote, amejaribu biashara imeanguka, amejaribu kufanya kazi nyingine imeanguka, ameenda kutafuta industry amefukuzwa, ameenda kwingine pande hii kusoma ameshindwa. Ile kazi anatafuta ya mwisho ni hapa madhabahu. Forbid. Bwana Yesu asifiwe. The altar of God is not for rejects. Hallelujah. Tumejaribu mkono wako katika mambo zingine zote zimeshindikana, unakuja. This is the most sensitive area. If indeed we are looking for a graduate or a candidate for this position, we are looking for someone kama ni doa yake imesimama, kuongea kwake kunaonekana, bila anavyotembea na watu kunaonekana. This person should be an example in word and in deed. That's what Paul told Timothy. Watu wakikuangalia hivi, mavazi yako inaongea juu ya Mungu. Wakiangalia vile unaenenda unaongea na watu, inafaa kuongea juu ya Mungu. Wakiangalia ndoa yako wanaona kabisa huyu jamaa ameweza kulea watoto. Those are the candidates who qualify here. Lakini tunaleta watu hapa, mtu anakuwa bishop na ameokoka after 1 year, unakuwa bishop. Trinity House marufuku. Utaitafuta kama uko na those ambitions, ndugu yangu ngojea. Tafutane mwaka wa 20 years from now, we will assess, we will measure you. Ni vituko, na nimeona vituko. Shepherds who have no feeling for the hearts of those who are wounded. Mtu anakusikiza kwa simu hivi, unamwambia unajua nimefungiwa kazi, juu nini? Saa hiyo kwa mkono mwingine anaashiria vitu, kuna kazi inaendelea. Wewe ongea ukichoka umalize, aendelee na biashara zake. And you are a shepherd, resign from today. If is a shepherd, akiambiwa kuna kondoo moja imeondoka. I love one man of God. On a Sunday morning, aliambiwa mtu fulani amechomekewa na nyumba. Alihamisha ibada. One person amechomekewa na nyumba, akaachia watu wengine hapo waendelee na ibada akaendelea kwake. But how shepherd unawaambia 3 weeks my mama repass. And he has never shown up. He has never attended any meeting. He has not come to comfort with you. They are not real shepherds. Sinajiwekea kipimo cha juu. Imagine you have to measure me with all that. If I were not a true pastor, I will not tell you, because I know from tomorrow you'll be measuring me with the same. Blessed be the name of the Lord. Sifanyi hiki barua ikuwe gumu kwa watu wanaotamani kuhubiri, but I'm measuring you with the word of God. Jeremiah is saying, these people hawana moyo. Acha nimalizie pale. Naona mmenihurumia sana. Na poleni kwa kunihurumia. Hallelujah. Sikuwa natarajia mtanihurumia hivyo, but I pray the message is clear to all of us. Hallelujah. I want us to pray, and we'll pray briefly. Sababu naona muda umesoka. I had purpose to read the book of Mark so that I can show you how healing is meant from a Greek word called sozo. The salvation talked about there is the healing, an all-encompassing healing, talking about healing which comes from all manner of suffering of the penalty of sin. Zote, healing financially. Na leo Mungu mkiniruhusu, nitawaambia watu walio na
mikosi katika mikono yao. You've heard of who are accident prone? Kika hapa accident inatokea, kitaka kufanya hivi accident inatokea, akifanya hivi. Watu wengine wamekuza hiyo gari hawana shida, akiishika tu hivi anakuongesha kukuta hapa kabla iumbishe isonge pale. Accident prone spirit, hiyo mikono iko na shida. We need to deal with it in Jesus name. Hallelujah. We need to deal with anyone ambaye anafunguanga biashara in cycles. Hii unafunga, unafungua hii unafunga, unafungua hii unafunga. Mpaka leo saizi mjui ni gani kabisa utaanza. It doesn't mean that God is not with you. But we need to deal with some healing that needs to take place. Blessed be the name of the Lord. I have no time, I'm just summarizing what I would have read from the book of Hosea. When God told them, I'm going to bring you healing. He talked about not spiritual healing, not emotional healing, not physical healing, but financial healing, your well-being. I'm going to heal you. Na leo Mungu ataponya watu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Now, omba sisi zote. You now can close your Bibles. I want us to start by praying for the healing of our country. Hallelujah. Kama kuna jambo lolote ambalo halikupendezi katika hii nchi. Nimesikiza juzi tumekuwa na maandamano ya waibaji, wasanii. Wanasema pesa zetu tunakusanya zinaliwa na wengine. It's a bad sign. Go to these developed countries. If you are a musician, you prosper because of the money that you get. They don't have even to sell the DVDs. The royalties are enough to sustain them. Leo average tunaifikia wameibiwa. Sikiwa wenye walikuwa nafaa kwenda huko kununua uniforms, jamaa amechomoka nazo. Amenunulia boyfriend na girlfriends mavazi. Come on. I know you know some few things which are not going on okay in our country. Hallelujah. If I were a teacher na nasikia kuna fununu mshahara wangu inaweza punguzwa, I would address it in prayer in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tumesikia watu wanatuuzia vitu zimeharibika? You know that thing makes me shiver. Sukuma wiki imeharibika, nyama imetiwa dawa, sijui nini, tutakula nini? Our country has gone to the other dimension, and we can address that thing in prayers and tell God we want healing. Bwana Yesu asifiwe. Let me not charge you more than this. I know you are already up in faith and you can believe God. Taja angalau one thing that you know is not going okay. If it is joblessness, just mention it before God. Sitawaambia msimame tukiwa tumeketi tu, inamisha tu uso wako, taja mbele za Mungu. Na naamini ya kwamba Bwana hili jambo haukuliumba likuwe hivi. Uliumba tukue tunafaidika na mambo kama haya katika jina la Yesu Kristo. Just mention it before God. In one faith we approach your throne of grace. For we know we shall receive mercy and grace which will help us in our time of need. At this hour, our Father, we are approaching your throne because we are in need, oh God. Because there are some in our midst who are ailing in their bodies. Some have sicknesses, oh God. Others are diseases which have disturbed them, oh God Almighty. Others have swellings in their body, things which ought not to be in Jesus' name. Some it is their head, some it is their inner organs of the body, oh God Almighty. Some is their physical body which is ailing. Some it is just general sicknesses and other pains, oh God. I pray in Jesus' name, you who is the balm of Gilead, you who is the great physician, oh God, that you shall heal them completely in the name of Jesus Christ. Take away these sicknesses and diseases from among them in the name of the Lord. For Father, you have promised, oh God Almighty, that by your stripes we are healed. May these people receive the healing power of God upon their bodies in the name of Jesus, and may this sickness have no power or dominion over their bodies anymore in Jesus' name. Naomba kuanzia siku ya leo Bwana, wengine waacha kunywa madawa, wengine wasitumie fedha, wasiende hizo clinics na check-ups zingine Bwana, bali wawe huru kabisa, wawe huru katika miili yao Bwana. It is you who desires that as we prosper otherwise, that we may prosper also health. In Jesus' name do we pray and we give thanks.